Wakristo kwa tabia ya mbuzi. Kwa nini nitasema? Kwa sababu kondoo saizi ukiweka hivi kitu kama hii, sawa? Hii ruke. Zote zitaruka. Kondoo zote zikija itakuja ruka bila kufanyaje? Wakitufu wanatufu. Wote nenda njia moja. Kukikiliwa wanasimama wote. Hapana. Leo ukiuliza bishop Jumapili kanisani. Haina kibla. Ndacha akija Jumamosi. Unaona? Mwingine akija Katoliki Biblia yake 73. Mwingine akija yake hii. Unaona? Yaani na mbuzi unajua tabia hiyo. Mbuzi huwezi weka hata mwenye kuchunga mbuzi ana shida. Mbuzi moja iko kule inakula. Nyingine kule juu ya mti. Kwa hiyo nyinyi ni mbuzi. Mbuzi watu wa motoni. Kwa hiyo tumeona sifa zenu. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Ijumaa teule ya Mei tarehe 9 mwaka 2025. Karibu kwenye kipindi cha siku ya leo cha Risala, ambapo tutakuwa tukizungumzia mada ainati. Kwanza kabisa namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ametuwezesha tumeweza kukutana hapa Ijumaa nyingine ili tuweze kujadili mambo ambayo yanafungamana na dini yetu ya Kiislamu na pia dini za ndugu zetu katika ubinadamu, ili tuweze kuwa na uelewa zaidi wa dini yetu na pia dini ya wenzetu. Kwa hivyo kama ndo unaungana nasi ama pia unaendelea kutegea Iqra FM 95.0, mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Kipindi kinachong'oa nanga sasa kikiwa ni kipindi cha Risala, na ndani ya studio niko naye Sheikh Abbas Athman ambaye atakuwa akiongoza mada ya siku ya leo kwa upande wa kulia. Huko upande wa kushoto tuko naye Dr. Bishop Gishohe Mwangi ambaye pia atakuwa akitupa mtazamo kutoka kwenye upande wa pili, na katika vitabu mpekuzi ni si mwingine ila ni Ustadh Hassan Athman. Na katika siku ya leo mada ni kati ya Waislamu na Wakristo nani ataenda peponi. Mada kubwa sana ambayo ilibuka katika kipindi cha wiki jana, ambapo swala kuu kati ya Waislamu na Wakristo nani ataenda peponi. Ya yote tutakuwa tukaweka kinaga ubaga hapa ndani, maelezo ya kueleweka yatakuwa yakifuata muda usiokuwa mrefu. Na moja kwa moja kumbuka tu msikilizaji, pia tuko mubashara kwa njia ya picha kwenye mtandao wetu wa YouTube @Iqra FM 95.0. Hapo unaweza kwenda uweke comment yako, na pia katika awamu ya pili msikilizaji utakuwa ukipata fursa ya kutuma ujumbe wako moja kwa moja humu studioni. Na nikipiga tu bismillahi ya kumkaribisha studioni Sheikh Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mashallah, shukran sana kwa kuweza kufika studioni siku ya leo. Na pia tuko naye Bishop Gishohe Mwangi, karibu sana. Asante, nimeshukuru kwa kunipa nafasi tuwe nanyi jioni ya leo. Naamini wasikilizaji wetu pia wametutegea. Na naamini ya kwamba tutajifunza mambo mengi usiku wa leo kwa jina la Yesu. Shukran sana. Na pia kwa upande wa vitabu tuko naye Sheikh Hassan Athman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana. Hicho ndicho kikosi ambacho kimejaa humu ndani ya 95.0 Iqra FM. Na tukipiga tu bismillahi ya kuanzisha kipindi hiki, ningependa kuanza na Sheikh Abbas Athman. Je, katika dini ya Kiislamu ama imani ya Kiislamu pepo ni nini kwanza, ili wasikilizaji waweze kuelewa kwamba tukiongea nani anaenda peponi kwanza tufahamu je huko tuendako ni wapi. Naam. Tunaposema pepo nafikiri kwa wenzetu huwa wanaichukulia kwa mambo mengine. Kwa sababu ukisema Waislamu wanaenda peponi, mtu anashtuka. Anakuwa na mawazo labda anaenda mahali pabaya ama kama motoni. Hapana. Pepo ni lugha ya Kiswahili ambayo imetokana na neno ya Kiarabu ambayo ni janna. Janna bimaana ni kitu kilichofunikwa kionekane kwa macho. Na hiyo pepo yenyewe ndio sasa hiyo janna kwa Kiarabu ndio tafsiri yake kwa Kiswahili ikawa ni pepo. Na rafiki zetu wanaita ndio paradiso ama paradise kwa Kizungu. Kwa hiyo ni lugha tu. Pepo yenyewe ni ahadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa waja wema ambao wamefanya vitendo vizuri, wakaifuata sheria yake, kwamba ni zawadi ambayo kwamba atawapatia. Kwa hiyo ni zawadi Mwenyezi Mungu ameandalia waja wema
waliyetenda matendo mazuri atawapatia siku ya mwisho. Tunaita pepo ama janna kwa Kiarabu, paradise, na rafiki zetu wanasema paradiso. Kwa hiyo nafikiri ndio hiyo pepo. Sawa kabisa. Naam, kwako Bishop Gishohe, katika imani ya Kikristo. Kwanza nimeshukuru sana kwa sababu hata mimi hilo huo msamiati pepo ulikuwa unanichanganya kidogo. Ndio. Lakini mwalimu Sheikh Abbas ameweza kufafanua. Kwa sababu wakati mwingine nasikia roho yake iende mahali peponi. Sasa unafikiri saa zingine imeenda kwa mashetani ama mambo kama hayo, lakini leo ameweza kufafanua na nashukuru sana. Sisi tunasema ya kwamba ni binguni. Ni binguni ama Zayuni ama mahali watu ambao wamemfuata Yesu miaka yao yote na wakaishi maisha ambayo inafuatana na yale ambayo imeagizwa kwenye kitabu ya kwamba watamalizia mahali pazuri, hawatamalizia mahali pabaya. Lakini pia tunaamini wale ambao hawakumwamini Yesu, hawakuishi kwa maisha ambayo inampendeza Mungu, nao tunaamini ya kwamba wataenda jehanamu. Kwa hivyo paradiso ama Zayuni ama binguni vile tunavyosema sisi ni mahali pazuri wale ambao wanamwamini Yesu na wameishi kulingana na mafundisho yake na tabia zake, watakapoenda kuishi milele na milele. Hivyo ndio tunaamini sisi. Sawa kabisa. Na nikirudi kwako Abbas, tumeipata maana ya pepo ni nini? Na je, hii pepo unaweza kuielezea katika hali ipi ama katika vitabu vitakatifu ambavyo vyo unaweza kutupea? Je, pepo imeelezewa kuwa namna gani ama kuwa katika hali gani? Pepo imeelezewa katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Katika Qur'ani imeelezewa, ina sifa zake. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza, isipokuwa kuieleza kuipa taswira ya pepo ndio kitu haiwezekani. Ndio. Kwa sababu katika hadithi ya Qudsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba mimi nimewaandalia waja wangu inni a'datu liibadi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala alqalbi albashar. Nimeandalia waja wangu kile kitu ambacho macho haijaona, masikio hayajasikia na haijampitikia binadamu yoyote kwamba hiyo pepo iko namna hii. Kwa hiyo ni kitu yani ina uzuri kiasi ya kutoelezeka. Isipokuwa tu katika sifa ambazo kwamba inasifiwa ni kwamba ni bustani kwanza. Upana wake tunaambiwa ni mbingu na ardhi. Katika bustani hiyo kuna kila aina ya matunda zilizokuwako hapa, zile ambazo binadamu wameona na zile ambazo hatujaona. Pale katika bustani hiyo kuna mito mbalimbali. Kuna mito tunaambiwa ya maziwa, mito ya asali na mito ya vinywaji mbalimbali. Pale tunaambiwa kuna majumba za magorofa ziko pale. Tunaambiwa katika sifa yake pale hakuna joto, hakuna baridi pale. Tunaambiwa katika sifa zake ni kwamba atakayeingia kule hafi. Yaani ukishaingia ndio kufaulu, umefaulu ya maisha. Kwa hiyo mtengezaji na yule ambaye kwamba alidesign pepo yenyewe ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hadithi Qudsi nyingine anasema kwamba ametengeza vitu vitatu kwa mkono wake. Moja katika vitu alivyotengeza kwa mkono wake ni Adam. Adam Mwenyezi Mungu ameumba kwa mkono wake. Yeye mwenyewe. Kingine anayesema kwamba ameitengeza kwa mkono wake mwenyewe, design mwenyewe, ni hiyo pepo. Bimaana ameitengeza namna anavyotaka yeye. Hata alipoitengeza kamtuma Jibril aende angalie, atoe makosa. Jibril aliangalia hivi, alikosa makosa yote pale. Kasema watakaoingia pale kweli ni kufaulu, wamefaulu. Tena kitu kingine aliandika mkono wake, anasema ni Taurati. Katika hivyo vitu vitatu. Kwa hiyo pepo mtengezaji mwenyewe ni Mwenyezi Mungu na ina sifa ya uzuri. Na hata tukaambiwa kwamba atakayesikia sifa za pepo ni mtu atakuwa anatamani tu kuingia peponi. Ndio leo unaona Myahudi anatamani pepo, Mkristo anatamani pepo, Muislamu anatamani pepo. Wayahudi wakasema lan yadkhul aljanna ila man kana hudan au naswara. Wakristo na Mayahudi wakasema hata ingia peponi isipokuwa Myahudi na Mkristo, kwa sababu ya ile sifa aliyosikia pale. Kwa hiyo kila mtu anatamani, lakini tutajua tu baadaye.
Je, ni nani ambao watafaulu kuingia pale? Hiyo ni mada inakuja tu mbeleni. Haya, sawa kabisa. Na nikuja kwako Bishop Gishohe Mwangi. Labda katika imani ya Kikristo pepo ama vile mnaita mbinguni ina taswira gani? Labda unaweza ielezea kivipi? Nashukuru Mungu kwa sababu ya mada ya siku ya leo. Kwa sababu ni mada ya umuhimu sana kwa kila mmoja ambaye anatusikiza. Ndio. Awe ni Mkristo, awe ni Myahudi, awe ni Muislamu. Kwa sababu watu wapende wasipende, Yerusalemu mpya ipo. Si pia tunaita Yerusalemu mpya. Na kunasemekana kuna manyumba, kunasemekana tutatembea kwenye njia za dhahabu, malaika wapo, na ni mahali ambapo anapendeza. Manyumba yapo pia, na ni mahali hakuna magonjwa na hakuna kifo. Biblia inasema hivyo vizuri sana. Kwa hivyo peponi ama binguni ni mahali ambapo kila mtu anatamani pia kuingia. Hiyo tusidanganyane. Na wale ambao watamani, basi ole kwao, kwa sababu hawana imani na wajasoma. Na ndio tumekuja siku ya leo tuweze kuwafahamisha ili jambo ya kwamba mtu yote atamani, kwa sababu wale ambao hawataingia peponi itakuwa ni balaa kwao, haitakuwa ni kitu mzuri hata kidogo. Kwa sababu ukisoma, hebu nisome hapo kwenye kitabu cha kwanza, nisome kwenye kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 34. 25:34, kitabu ni Mathayo mtakatifu. Mwokozi Yesu mwenyewe anaongea, tusikie vile anavyosema. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume. Unaona, walio mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa hivyo ufalme ama peponi ama binguni ama Zayuni, kumbe palitengenezwa hata kabla ya misingi ya hii dunia kuwekwa. Sasa kama iliumbwa kabla ya misingi ya hii dunia kuwekwa, nashindwa kwa nini watu watamani waingie peponi? Kwa sababu ni mahali ambapo patakuwa na pumziko, hakuna mateso tena. Utakuja hapata tena, kwa sababu utakuwa kwenye mbele za Mungu. Sasa ukiwa mbele za Mungu hakuna tatizo lote ambalo utakalokuwa nalo. Lakini pia inaongea kuhusu wale ambao, hebu soma hapo hapo to the 41 inasema hivi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ya wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu nyinyi mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. So unaona? Kwa hivyo hata peponi haikuwa imeumbwa kwa sababu ya wanadamu. Ilikuwa imeumbwa kwa sababu ya Ibilisi na nani hao? Umesema nini mwingine hapo? Na malaika zake ambao walimkosea Mungu. Lakini sasa wale ambao watakataa kuishi vile Biblia inavyosema, ambao watamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yao, na sasa hapo ndio Biblia inasema ya kwamba hao ndio wataenda wapi? Ndio wataenda kwenye huo moto ambao uliwekwa kabla ya misingi ya dunia kufanya nini? Kutengenezwa. Kwa hivyo peponi ni mahali pazuri. Lakini peponi sio kama Karioko. Unanielewa? Wale watakaoingia peponi ni wale ambao wamejiandaa na wale ambao walimfuata Yesu na ambao watembea na njia ambazo zinampendeza Mungu. Hao ndio wataingia peponi. Wengine wao wamesikia mwenyewe Biblia inasema ya kwamba watatupwa kwenye moto wa milele na milele. Kwa hivyo ndio ninaelewa. Na nimedhibitisha na maandishi. Na ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo chote hapo kinaongea the book of Revelation, utaona inaongea mambo ya peponi. Vizuri sana. Inasema na nikaona Jerusalemu mpya inatoka mbinguni. Sasa hapo tutaongea baadaye. Wacha nisiruke kabla tujakabiliana na mwalimu vizuri. Asante. Kweli kabisa, kuna mambo tunahitaji ambao kuweka sawa ili tuhakikishe kwamba msikilizaji pale ambapo tunaanza kuingia kwenye mada pia anaelewa kwa undani. Sasa wameelewa kabisa peponi ipo. Sasa wameelewa kabisa. Sijui labda tuongelee masuala ya location ama location kwa kizungu. Eneo la tukio kabisa peponi. Katika dini ya Kiislamu katika Qur'an, je, pepo imeelezewa kwa wapi? Maana kuna watu wanasema kwamba ardhi itasafishwa kutokana na mabari. Umesikia pastor amesema kwamba iliumbwa kabla ya dunia. Je, hii pepo itakuwa hapa duniani ama pia kuna sehemu nyingine utenda? Maana kuna mbingu 7 na huko juu. Okay. Pepo haitakuwa duniani. Ndio. Pepo
iko kulingana kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa siku moja anaelezewa habari ya masafa baina ya mbingu na ardhi. Ndio. Akasema masafa baina ya mbingu na ardhi ni miaka 500. Kwa kusafiri kwa ile kitu ambacho kwamba tutasafiri naye kwa watu wa safari kali kabisa. Kisha unafika katika hii mbingu ya kwanza, maana mbingu ziko 7. Ndio. Mbingu ziko 7. Kutoka mbingu ya kwanza mpaka yani kutoka duniani mpaka kufika mbinguni miaka 500 kwa safari ya kasi. Kufika mbingu ya kwanza kwenda mpaka mbingu ya pili miaka ingine 500. So inaenda hivyo kwa distance ya miaka 500. Yani kuonesha ile distance kwamba ile masafa vile ni mbali. Mpaka kufika katika mbingu ya 7. Katika hizi mbingu akawa anaelezea wale walioko katika hizi mbingu na kina nani. Baada sasa ya mbingu ya 7, ndio unasafiri tena miaka ingine 500. Ndio pale unapata pepo ilipo. Kwa hiyo pepo iko juu ya dunia na sio katika mbingu. Iko tena juu ya mbingu. Ndio unaona Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, wasamawati matwiyatu biyamini. Hii mbingu atakuja kushika zote kwa mkono wake wa kuume. Atazikunja. Shaona Ndio. Kwa hiyo hapo atakapokunja hamna mbingu hapo ama maisha itatoweka. Sasa pepo iko mahali shaandaliwa iko, lakini ni juu ya ile mbingu ya 7. Unaenda miaka 500 mbingu ya kwanza, miaka 500 mbingu ya pili, miaka 500 300 ya 4 hivyo tu 500 mpaka ya 7. Fika ya 7 miaka ingine 500 ndio unafika pale papo janna iko. Kwa hiyo janna iko juu ya mbingu na juu ya ardhi. Labda kwako Bwana Bishop Kishoe kuhusiana na swala hilo, je, kuna watu wanaamini labda katika imani ya Kikristo kwamba itakuwa hapa ardhini ama itakuwa wapi? Sasa kitu ya kwanza sielewi ni pepo gani ambayo mnaongea, kwa sababu kuna mahali Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba yeye ajui kile kitakachompata na ajui kile kitakachowapata. Hebu nisome mahali hapo kwenye kitabu cha Qurani ngapi hiyo? Ngapi? Hebu kwanza soma hapo. Unaona paelewa 40 wote ni 46 verse 9 46 9. Sasa mimi kwanza hapo mnanichanganya, kwa sababu yeye mwenyewe ajui mahali atakapoenda na pia ajui mahali nyinyi mtakapoenda. Unanielewa? Sasa hapo naona pia mnanichanganya kidogo. Hebu soma tusikie vile anavyosema. Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema kwenye kitabu cha Yohana 10 na ngapi? 14, anasema ya kwamba mimi ndio njia, mimi ndio ukweli na mimi ndio ufufuo. Kwa hivyo sisi tuko sure mahali tunaenda. Lakini sasa nyinyi inaonekana ni kama mnayumba. Sallallahu alaihi wasallam anasema vitu vingine na nyinyi mnasema vitu vingine. Hebu soma hapo tusikie vile anavyosema. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi si kiroja mpya miongoni mwa mitume. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mimi sio kiroja mpya ama nini? Miongoni mwa mitume. Kiroja si ungeniambia ni nini mwalimu, kwa sababu wewe ndio unaelewa vizuri sana Qur'an. Kiroja inamaanisha nini tafadhali? Kiroja ni kama mtu mpya ama mgeni. Kwa hivyo yeye sio mtu mpya ama yeye sio mgeni. Tuendelee. Miongoni mwa mitume, among the prophets. Yaani kweli? Wala hivyo anaamini kulikuwa na mitume wengine. Hiyo ni imani ya Kiislamu kamili. Haya tuendelee. Wala sijui nini nitakavyofanywa wala nyinyi. Sasa si unaona? Sasa yeye mwenyewe anajua, ajui kile atakachofanywa. Kwa hivyo hata ajui ni wapi anaenda. Unanielewa? Kwa sababu kama mtu anajua mahali anaenda, ako sure. Unaona, ako sure, 100% sure kuna mahali anaenda. Yeye sasa anasema yeye ajui kitakachompata. Mimi nafuata tu niliofunuliwa tu kwa wahayi. Unaona, anafuata kile ambacho amefunuliwa kwa wahayi. Sasa kama wahayi hujamfunulia, yeye anasema ajui. Sasa unajua hata hiyo wahayi pia inachanganya kidogo, inasumbua akili za watu kidogo. Kwa sababu kama kabisa umefunuliwa, utakuwa sure kile ambacho unaongea mahali hapa. Kwa sababu ukienda Yohana, hebu enda Yohana 14 mstari wa 6. Usikie vile Mwokozi anasema. Sasa tuanzie hapo, kwa sababu ninaona tusipoenda kwa foundation ya hili jambo tunaweza tukaruka, na kuna mahali tumeacha mambo ambayo kwanza lazima tusahihishe. Haya 14:6 leo daktari atatukaranga inaonekana. Hapana, tutakarangana. Tumekuja tukarangane sisi zote. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba
Mungu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ila kwa njia ya mimi. Si unaona Mwokozi Yesu Kristo ako shua kile ambacho anaongea. Kwa hivyo hata tunapoongea kuhusu paradiso, tunapoongea kuhusu the New Jerusalem, sisi tuko shua kile ambacho tunaongea kabisa kipo. Lakini sasa mwanzilishi wa dini ya Uislamu anasema yeye hajui kitakachompata na nyinyi kitakachowapata hata nyinyi wenyewe. Sasa unaona sasa pale kuna kitu ambacho sijaelewa kabisa, lakini tunapoendelea na mimi tutajifundisha mtaelewa kila kitu. Tunamaliza hiyo aya daktari. Wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. Yeye ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. Okay, hebu rudia ile swali ulikuwa umeuliza ndio niweze. Ndio. Nimetoka nje ya mada. Pepo iko wapi? Afadhali amejua kwa sababu singejibu swali lako la lingine kabla hajajibu lile swali, lazima tungerudi pale. Pepo iko wapi? Sasa sisi tunaamini ya kwamba hebu tuende kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 20 mstari wa 11 hadi 15. Ufunuo 20:11-15. Ufunuo wa Yohana, yani Revelation, the last book. Inasema hivi 11 aya. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye akitie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Na vitabu vikafunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa. Na kumbe kuna kitabu kingine ambacho ni cha uzima. Tuendelee. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Na hao wafu wakahukumiwa kulingana na yale mambo yalikuwa yameandikwa hapo. Sawa na matendo yao. Tuendelee. Watu imejumuisha. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Tuendelee. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Okay, sasa sisi tunaamini wakati Yesu atakaporudi, kila mtu atahukumiwa kulingana na yale matendo aliyofanya. Lakini na kama vile niliwaambia, Wakristo hatahukumiwa. Nakumbuka nikuwaambia wakitokea kwenye kile the judgment seat of Christ, zile zawadi ambao watakuwa wamepatiwa. Kwa hivyo hapa Biblia inaongea kuhusu wale wenye dhambi. Yaani watahukumiwa kulingana na ile matendo ambao walifanya. Kama walikuwa wamefuga majini, tutajua Yesu jamaa alifuga kinyamkera ama subiani ama kuna jini nyingine inaitwa jalijasu. Niona ubiri Tanzania nikasikia mambo mengi. Sasa kama sasa zingine walifanya ukahaba, ulikula mogoka, tutakujua hiyo siku vizuri sana. Sasa Biblia inasema ya kwamba kila mtu atahukumiwa kulingana na yale matendo aliyofanya nini? Baada ya kuhukumiwa, sisi tunaamini kabisa hao watu wote watatupwa kwenye ziwa nini? La moto. Kulingana na vile nimesoma na kulingana vile nimesoma mahali hapo. Wale ambao majina yao itapatikana kwenye kitabu cha uzima wa milele watatupwa kwenye ziwa la moto. Lakini tumejua ziwa la moto halikutengenezewa wanadamu. Ilikuwa limetengenezewa shetani na malaika wake. Hiyo tumeshajua kabisa. Sasa baada ya hiyo tunaamini hii dunia yote ndio ile eschatology, tena tumerudi kwa ile eschatology. Kwa sababu nafikiri hata hapa tunaendelea kuna mambo ya eschatology. Dunia yote itaondolewa. Sasa itakapoondolewa, sasa enda Revelation 21 Ufunuo 21 Ufunuo. Na ukumbuke pia Paulo alisema ya kwamba alienda bingu ya 7. So unakumbuka mahali anajua kuna mtu alienda bingu ya 7. Kwa hivyo unapoongea kuhusu hizo bingu, mimi nakubaliana na wewe. Bingu ya 7 kwa sababu Paulo mwenyewe alisema hivyo. Na kuonyesha mahali hapo. Na sasa pepo iko ardhini ama iko mbinguni? Sasa hiyo tando tuna hebu soma hapo tusikie. 21:1. Kisha nikaona mbingu mpya. Unaona Biblia inasema ya kwamba huyo Yohana the revelator alikuwa ametupwa kwenye the island of Patmos kwa sababu ya kuhubiri injili ya kufia huko. Na akiwa huko ndio alipata ufunuo wa hiki kitabu ambacho akiita kitabu cha Ufunuo.
Sasa Biblia inasema ya kwamba aliona nini? Hebu soma, anasema aliona nini? Kisha nikaona mbingu mpya na nchi Kisha mpya. nikaona mbingu mpya na Nchi nchi mpya. mpya. Tuendelee. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Unaona, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimeshaondolewa. Tuendelee. Wala hapana bahari Wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu. Unaona, nikaiona ile paradiso, ule mji mtakatifu. Tuendelee. Yerusalemu mpya. Tuendelee, ndio hiyo sasa. Ukishuka kutoka mbinguni. Unaona, ukishuka kutoka mbinguni. Umewekwa tayari. Kama bibi harusi. Aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Unaona, maskani ya Mungu i pamoja na wanadamu. Kwa hivyo hao watu ambao wanasema tutaenda kuishi mbinguni, hapa ningetaka kuwakosoa vizuri sana. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hii dunia na mbingu na nchi ziliondolewa baada ya hiyo hukumu ambayo nimekuambia hapa, ambayo itafanya hiyo siku ya mwisho. Unanielewa? Na baada ya watu kutupwa kwenye ziwa la moto. Sasa Mungu ataondoa hii dunia, kwa sababu hii dunia pia ina vituko vingi sana. Unanielewa? Hakuna vile unaweza kaa kwenye hii dunia ambayo watu wameuana, watu wamemwaga damu, watu wamekuwa ni waongo, watu waeleweki hata kidogo, sio vijana, sio wasichana. Unanielewa? Kwa hivyo itakuwa imeondolewa kabisa. Sasa ndio anasema nikaona mbingu mpya na nchi mpya inashuka kutoka mbinguni. Kwa hivyo hatutaishi mbinguni. Tutaishi tu hapa duniani, lakini tutaishi kwenye hii dunia kulingana na hiyo maandishi ambayo iko mahali hapa. Hilo ndio jibu langu nilikuwa natafuta. Kwa hivyo kuna dunia mpya. Kabisa, hiyo ipo. Kwa Waislamu mbinguni baada ya mbingu ya 7 pepo iko huko. Na nyinyi kuna dunia mpya. Lakini hapa duniani. Sayuni itakuwa hapa duniani. Ndio nataka tuelewane. Unajua lazima tujue kwanza peponi iko wapi na tujue sasa anayekwenda wapi ni nani na atakayekwenda kwanza ni nani. Ni kweli. Kweli kabisa. Tupate pumziko fupi zikiwa ni 3:10 zimekatika. Alafu tukirejea kwenye awamu ya pili, kumbuka msikilizaji, tutakuwa unapata fursa ya pia kuchangia katika mada hii ili pia tuhakikishe kwamba unahusika katika mada ya siku ya leo. Kwa hivyo usikwende mbali, baada ya dakika fupi tutakuwa tukirejea ambapo tutakuwa tukizamia ndani ya mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji wa IKRA FM 95.0 na karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Ijumaa leo cha Risala. Katika awamu ya kwanza tumekuwa naye Sheikh Abbas Athman, Bishop Gishuhe Mwangi, Sheikh Ustadh Hassan Athman, tukijadili tu mada ya kati ya Waislamu na Wakristo, nani ataenda peponi. Katika awamu ya kwanza tulikuwa tunajaribu kupata uelewa kwamba hii peponi iko wapi na ni nini, na baada ya maelezo kamili kuweza kutolewa, sasa tunaweza kuzamia kuuliza kwamba ni nani ataenda ama nani anafuzu kuingia katika pepo. Kwa hivyo haya maswali yote tutakuwa tukijadili muda usiokuwa mrefu. Kumbuka tu msikilizaji, unaweza kuchangia mada ya siku ya leo kupitia 0727444454 au 0738648881 ambapo unaweza kutoa andiko lolote, unaweza kutoa maoni yote, unaweza kutoa kumbusho lolote ili iweze kuchangia ndani ya mada. Na moja kwa moja ningemkaribisha Sheikh Abbas aweze kutueleza, je, katika imani ya Kiislamu ama katika Waislamu wanavyoamini, nani ataenda peponi? Sawa. Kabla sijajibu swali hilo, unajua kwanza sauti yangu mbaya, itakuwa naomba samahani kwa kusikiliza. Nakusikia tu. Kuna mambo ambayo Bishop ameongea ambayo kwanza inafaa kwanza kuwekwa sawa. Ndio. Ile alipotaja 46:9, kwa sababu nafikiri swali ilikuwa je, Wakristo wataenda wapi? Lakini kabla ya kujibu akaweka 46:9 kwamba nabii hajui atakavyofanywa. Ni kweli hajui kwa sababu binadamu. Lakini akasema mpaka afunuliwe. Bimaana kabla hajafunuliwa hawezi jua. Na si mtume peke yake, ni wote. Mtume wa Mungu hajui chochote mpaka Mungu afunue. Mungu akishafunua ndio mtume wa Mungu atajua. Hata Yesu pia alikuwa hajui chochote mpaka Mungu afunue. Hapo ni kwa leo soma kwenye kitabu cha Yohana, tumeshakubaliana. Kwa hiyo Muhammad pia alikuwa hajui watu watakavyofanywa mpaka afanywe nini, afunuliwe. Sasa Mwenyezi Mungu alikuja akamfunulia katika Qur'ani 40:40. Nisomee kwanza. 40 akajua Waislamu wataenda wapi. Kwa hiyo kusema kwamba Muhammad alikuwa hajui
alafu tunaachia pale, na hapo kidogo imekuwa kuna tatizo. Ni kwamba alikuwa hajafunuliwa, baadaye Mungu alimfunulia katika 40 anasema Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Mwenye kufanya uovu hata lipwa ila sawa na huo uovu wake. Hii aya ni kitu ambacho kwamba kila siku tunasoma. Mwenye kufanya mabaya hatalipwa ile isipokuwa na ubaya na ubaya wake. Mwenye kufanya uzuri hatalipwa sawa na uzuri wake. Na yeyote ambaye kwamba atafanya uzuri akiwa ni mwanaume au mwanamke, naye ni Muislamu, inaendelea kusema hawa wanaenda peponi. Na anayefanya wema akiwa mwanaume au mwanamke, ndio naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi. Unaona, Mungu sasa shamfunulia. Kwa hiyo sasa amejua kumbe Waislamu wanaenda wapi? Wataenda peponi, waruzukiwe bila. Kwa hiyo hatuna tabu. Bali alikuwa hajafunuliwa na baadaye Mungu amemfunulia. Sasa amejua Waislamu wazuri, wanaume na wanawake, wote wanaenda peponi. Hiyo haina shida. Hiyo tushamaliza. Pili, nafikiri mwalimu alikuuliza pepo ya Wakristo itakuwa wapi? Wewe umesema ni hapa, lakini ile aya haijasema pepo ya Wakristo itakuwa hapa. Ile aya imesema kwamba Yohana ameona Yerusalemu mpya inateremka duniani. Kwa hiyo kimetajwa pale ni Yerusalemu mpya, sio pepo. Na hakuna mahali pepo imeitwa kwa jina ya Yerusalemu. Na kwa nini Mungu akasema kwamba Yerusalemu mpya? Kwa nini Yohana akaonyeshwa kwamba Yerusalemu mpya inateremka duniani? Ni kwa sababu Yerusalemu ambayo kwamba iko leo ni Yerusalemu ambayo imejaa damu. Ni Yerusalemu ambayo imeua manabii. Nisome Mathayo 23:37. Mpaka Yesu akailani hiyo mji. Akasema Yerusalemu uwae manabii. Bimaana kwamba damu ya manabii inadaiwa na Yerusalemu. Ndio Yohana anaonyesha hii Yerusalemu iliyojaa damu, hii itakuja kuondolewa, itakuja Yerusalemu nyingine mpya. Kwa hiyo inayokuja ni Yerusalemu mpya, sio pepo itateremka. Nataka uelewe swali la mwalimu vizuri. Swali la mwalimu lilikuwa hivi, pepo yenu iko wapi? Ndio ulikuwa unafaa unatuelezea. Na hizo sababu la kueleza ukatolea aya inaonyesha kama Yerusalemu ndio inateremka. Swali ilikuwa kwa Yerusalemu, ilikuwa kwa pepo. Nisome 23:37. Sauti ya Yesu katika 23:37 Mathayo mtakatifu, Yesu anasema, ndio, ewe Yerusalemu, Yerusalemu, Yerusalemu uwauaye manabii. Anasema Yerusalemu uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Unaona, walikuwa wanapiga manabii kwa mawe. Ndio. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako? Unaona, anailaani, anaikemea. Na pale ameikemea kama mara 8. Akiwaita wanafiki, wakaita yote, amekemea Yerusalemu. Kwa sababu inadaiwa damu ya nabii Zakaria, nabii Yahya, manabii chungu nzima, damu yao iko ndani ya Yerusalemu. Ndio sasa Yohana anaonyeshwa katika ndoto, anaonyeshwa ni katika ndoto kwamba sasa kuna Yerusalemu nyingine mpya inakuja ambaye haina damu. Hiyo sio pepo. Hiyo ni mambo mengine. Yerusalemu yenyewe ilikuwa na milango 12. Pepo ya Mungu haina milango 12. Hiyo 12 ni kwa hesabu yao nini? Wana wa Israeli, makabila 10. Kitu alichoonyeshwa ni kingine, sio pepo. Kwa hiyo nafaa tuambie tu kabisa kwa pepo yenu iko wapi. Hiyo basi wacha kwanza nisomee kwenye sasa mimi nikupe muda mrefu sana. Kwa hivyo anapia kuruhusu muda wangu wa kutosha. Kwa hiyo nafikiri hii ni kitu ambacho kwamba lazima ieleweke vizuri kwamba pepo iko mbinguni, sio duniani. Na ndio maana ukisoma Korintho wa 2:12-3 iko yani juu, haiko duniani. Sasa mimi nimekuambia iko juu lakini itashuka. Ile itakayoshuka sio pepo. Ndio hiyo sasa. Hapana, sasa wewe tuoneshe kama Yerusalemu ndio pepo. Sawa, sasa hiyo sasa ndio kazi. Mwalimu umeniacha hivi kidogo. Wakorintho wa 2:12-3. Usichukue anza 1 mpaka 5. Mimi sina shida. Usichukue jina alafu ukabandika maneno ambayo hayapo. Kile kiko ni ya kwamba unajua nimefanya kitu inaitwa hermeneutics. Hermeneutics, they are the principles of Bible interpretation. Lazima usome Biblia na utafsiri kulingana na vile Biblia inavyosema. Tunaposema aliona Yerusalemu mpya inashuka,
Hatumaanishi ile Yerusalemu ambayo manabii wameuawa. Hata lazima uelewe hivyo. Mimi mwenyewe naelewa. Unaona? Tunaona ni dunia nyingine itakayokuja, sio hii dunia ambayo tutakayoishi. Sasa hapo ninataka uelewe hivyo. Na ndio hiyo imeongelewa hapo 2 Corinthians. Busoma hapo 2 Corinthians verse 1 mpaka verse 5. Ngoja tusikie kwanza. Sasa mimi tusikie huyu mtume. Tusikie kwanza huyu mtume bila anavyosema huyu Paulo. Ngoja kwanza tusikie. 2 Corinthians. Sasa mwalimu utaruhusu muda wangu wake anakula, mimi nitaendelea. Mimi mpa muda mrefu nusu saa. Hayo bado yangu anakata. Haya, soma. Lakini nafsini mwangu nalikusudia hivi, nisije kwenu tena kwa huzuni. Maana mimi nikiwatia huzuni, basi ni nani anifurahishaye mimi ila yeye ahuzunishwaye nami? Tuendelee. Nami naliwaandikia neno lilo hilo. Wamesoma 2 Corinthians? Yeah, 2 Corinthians chapter 2 from chapter 12. Okay, ni 12. Sina budi kujisifu. Sina budi kujisifu. Ni Paulo anaongea sasa. Ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Na huyo mtu ni yeye anaongea kujihusu. Tuendelee. Yapata sasa miaka 14 kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu anajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Kwa hivyo wao walikuwa wamesema mbingu 7. Nafikiri kwa nimechanganya kidogo hapo. Nilikufuata, lakini kulingana na hiyo maandishi ni mbingu ya 3. Huyo ni mbingu ya 3. Mbingu ya 3. Ndio wenyewe ni mbingu ya 7. Angalia, hii ni lugha. Kuna mbingu ya, unaelewa mambo ya lugha. Nakwambia hii ni lugha. Kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya 3. Haya. Mimi sikatai ni mbingu ya 3 mpaka 7. Maana tukisema mbingu 7 na mbingu ya 7 ni lugha mbili tofauti. Haya, wewe soma tusikie, soma tusikie. Amespecify mbingu ya 3, sio kwamba mbingu ni 3. Sio mbingu ni 3. Sio mbingu ni 3, yeye anazungumzia ile ya 3. Tuendelee tu wewe. Nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu anajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Tuendelee. Akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa habari za mtu kama huyo nitajisifu. Umeenda mpaka 5. Naam, hapo ni 5. Kwa hiyo mimi kwanza nashukuru kwa sababu wewe umesaidia tu, yani katika investigation. Ndio hiyo kabisa. Unaona, yani tumeenda kotini bala ujitetee, ukasaidia yani ile kesi kuongezea upande wangu uzito. Sasa hiyo nasema kwamba kanyakuliwa katika mbingu ya 3, akanyakuliwa mpaka wapi? Nani huyo alinyakuliwa? Peponi. Hiyo tutajua tu baadaye, sio mada alinyakuliwa. Swali ni kwamba pepo iko juu ama iko chini? Mimi nilikwambia vizuri. Kulingana na andiko hii inazidisha uzito kwangu kuonesha kama pepo iko juu. Hata mimi sijakataa mimi. Ushaona? Sijakataa, unasema ya kwamba ni mambo yanatengenezwa hivyo. Inaundwa na kila kitu. Kabisa. Unanielewa? Kabisa. Kwa hivyo hata sasa hali point iko. Sasa ngoja, hata ule mwizi ambaye aliokoka kwenye msalaba aliambiwa aje na Yesu. Leo utakuwa na mimi paradiso. Kwa hivyo tutajua peponi ipo mbinguni. Na ni kuandaliwa, inaandaliwa. Lakini sasa sisi wa Kristo hatuamini tutaenda huko. Itashuka baada ya hii kuondolewa dunia yote. Asante. Kwa hivyo peponi ndio itakuja kwenu, nyinyi hamtaenda peponi. Sasa tuenda peponi, ndio itakuja. Haya. Lakini sasa kilugha hakuna andiko sema pepo itakuja. Itakayokuja ni Yerusalemu. Sasa Yerusalemu pia ndio hiyo ambayo ina milango 12. Kana ni udhibitishe kwamba Yerusalemu mpya ni jina lingine la pepo. Kwa sababu hii ni vitu viwili tofauti. Sababu ya kuitwa Yerusalemu mpya ni nini? Kwa sababu Yerusalemu mzee ina damu, inadaiwa. Ushaona? Mpaka leo tunajua kinachoendelea kule Gaza, tunajua. Ndio ni damu za watu zimejaa. Sasa huyu alikuwa anakemea huyu mji. Anasema sasa hii mji ni mbovu, itakuja mji mwingine mzuri, itatoka juu. Hiyo mji haikusemekana kwamba ni pepo. Ndio hiyo. Sasa kwetu sisi wa Kristo tukienda ufafanuzi wa kindani, sisi tunajua hiyo Yerusalemu sio ati ni ile Yerusalemu ambayo iko pale Israel. Tunajua kwamba ni peponi itakaoshuka mbinguni, hii dunia yote iondolewe, sasa ikuje na Wakristo waingie, waisha. Wakristo sio Waislamu, Wakristo
wakae huko bila, kwa sababu ndio alimwa, kwa sababu peponi ina so much connected na Yesu Kristo, hajakuwa connected na mtu mwingine. Sasa kwa sababu Yesu ni Mungu akiwa ndani ya mwili. Uzuri ni ufafanuzi wa Kristo, sio ufafanuzi wa maandiko ya Mungu. Ingekuwa ufafanuzi wa maandiko ya Mungu ni mambo mengine. Sababu unachotekana ni kuonesha kwamba Yerusalemu mpya ndio pepo. Haya, sawa kabisa. Sasa tutamruhusu tu nipokee simu hapa. Ikra FM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Abdi kutoka Limuru. Kutoka Limuru. Ndio. Habari ya studio? Alhamdulillah, tunashukuru. Labda wewe. Basi nisikia masheikh wetu na pasta yetu wamefi, lakini Bishop Geshuyi anadunga sasa, ile anadunga kabisa ile maandiko ile anadunga ile, sema si Waislamu umepewa wewe muda mzuri, lakini akisoma ile maandiko ile anadunga roho. Hapana, soma ingine songe. Hapana, ongea namna yako, kimaliza Bishop Geshuyi wachana naye. Lakini Bishop Geshuyi, wewe imesoma maneno moja, Abdul Halim Suleiman. Ndio. Imesoma maandiko moja, alisema kila na mdomo yake. Jamani, labda mimi nimezaliwa Marsabit, labda hawezi elewa nini Kiswahili. Alisema hivi, kila mtu ana kulingana, ana hesabiwa yani kwa vitendo yake. Kwa vitendo yake kabisa, yeye mwenyewe alisoma. Na tena akageuza, sio hivi, soma ngine. Sasa Bishop Geshuyi, hiyo utapeleka wapi sasa? Kila mtu anakufa dhambi yake, Yesu umesema. Sasa hiyo utapeleka wapi Bishop Geshuyi? Sasa hii itapeleka wapi? Lakini sasa maneno mawili tu nauliza wewe swali. Ikiwa unasema paradiso ama uzima wa milele, hiyo ni Kiswahili labda na Kiingereza. Ile sasa paradiso ama pepo kwa maandiko ile ilikuja naye anaitwaje? Ya pili tena. Sasa ile somo nasema. Somo nyinyi nasema nafunga. Sasa ile kifunga nyinyi nafunga. Sisi tunasema somo Ramadhani. Ile lugha imekuja naye. Sasa kifunga ile nyinyi nafunga, anaitwaje kwa lugha ile imekuja naye? Sasa Bishop Geshuyi, angalia sasa bwana, hiyo maandiko, hii kitabu wewe unasoma, hii si kitu ati umetoka kwa Mungu, hapo tu ndio natengeneza. Sasa mali saa hii mimi niko, kuna kanisa moja iko karibu yangu, sijui hawezi sikia mimi ile maneno yanaendelea hapa, mashakara boko kana kashiri akata boko kama kajede aka saa hii yanaendelea tu. Sasa Bishop Geshuyi, kwa hivyo kila mtu anatengeneza lugha yake na maneno yake. Nijibie hiyo swali. Shukrani sana Mzee Abdi kutoka Limuru kwa maoni yako hayo. Na kupitia ujumbe hapa, nadhani anauliza swali kupitia ujumbe pia hapa, ambao nitakuwa nikisoma muda sio kwa mrefu, lakini tupokee simu ya pili. Ikra FM, halo. Halo. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Salamu alaykum Habib. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastor wetu naona anatuviringa kwa sababu hapa anatuambia kama Paulo ni mtume na Paulo sio mtume. Kwa mujibu wa maandiko, Paulo ni mfarisayo kwa mujibu wa Biblia ya Mathayo 23 mstari wa 14. Sawa? Alafu Filimoni 1:19. Paulo ni mfarisayo. Sawa? Alafu Matendo ya Mitume 26 mstari wa 9. Paulo ni mfarisayo tena, alipiga watu ulimwenguni, akiwapiga nani, ndio kaona kanisa kubwa ndani ya ulimwengu liko ndani ya Rome. Hata Yesu alijua mambo hiyo. Hii habari zote anazungumza watakaoingia ni wana wa Israeli, wale wazuri, sio wao hawajui kamwe. Habibu, unisikia? Ndio, Wakristo hawajulikani kamwe, wala ni watu wanajibabatiza tu paka hawajulikani, kwa sababu hao anawazungumza yeye ni wafuasi wa Nabii Musa. Wao walikuja wakajitia tu pale, lakini wao hawajulikani chochote. Na tuamwambia Paulo si nabii, ni mfarisayo. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa maoni yako hayo. Naam, kuna ujumbe nilikuwa nasoma ambapo anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza kipindi, shukran sana. Alafu Gishohe, huyu Yohana ambaye anaona hiyo mbingu mpya anaiona akiwa wapi? Naam, ni baadhi tu ya maswali ambayo yanakuja hapa ndani ya 95.0. Nambari za simu 0727 4444 au 0738648881. Ikra FM, halo. Ikra FM, halo. Naona kidogo hapa kunakuwa na tatizo la kimitambo, lakini tukirudi, naam, umeuliza swala la Yohana, nadhani ukimjibu huyu ili tuliweke tu kando tusiweke kama bakshishi au kiporo. Anauliza Yohana ameiona mbingu mpya akiwa wapi labda? Kile ambacho ningetaka wasikilizaji wetu waelewe ni ya kwamba Yohana alikuwa kati ya wale mitume 12. Na Yohana alikuwa karibu sana na Yesu kwa sababu anasemekana yeye ndiye alikuwa anakaa karibu na yeye sana. Na hata wakati mwingi Yesu alipokuwa anaenda kuomba, kuna wanafunzi watatu ambao hakuwa anawaacha: Petro, Yohana na Yakobo. Huyu Yohana ndiye alitupwa kwenye ziwa la Patmos kwa sababu ya kuhubiri Injili, akatupwa huko aende akakufe ama aende akateseke. Lakini akiwa huko ndio Mungu alimfunulia yale atakayokuja, na ndio tunasema ni kitabu cha ufunuo. Kwa hivyo alikuwa kwenye wacha niangalie tu hapa kwenye kitabu cha cha Revelation. Sawa kabisa. Na Revelation, wacha tupate pia simu nyingine wakati tunatafuta andiko. Alikuwa kwenye moja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Mwenzetu anasema itachukua nchini. Itachukua nchi gani hiyo? Sawa kabisa. Tutauliza pasta hiyo. Sawa, nitamuuliza. Imewachanganya kidogo, imewasumbua kidogo wanauliza. Wamestuka, wajaisikia. Inaonekana wamesikia leo. Ndio maana hapa ni kufunzana sasa unaona. Sasa alikuwa kwenye the island of Patmos. Hapo ndio alifunuliwa yale mambo itakayotokea. Kama vile mmesema ya kwamba sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa anafunuliwa. Unanielewa? Haya, ile nyingine amesema ya kwamba amesema ya kwamba Paulo hakuwa mtume. Hiyo sasa amedanganya vibaya sana. Paulo kando na kuwa Myahudi, Paulo aliitwa na Mungu awe mtume. Ndio tunasema ya kwamba ndio alifikia mataifa. Yaani Wayahudi, wanafunzi wengine wote wa Yesu waliitwa kwa Wayahudi. Kubilia Wayahudi. Lakini Paulo peke yake ndio alienda kwa watu ambao wanaitwa Gentiles. Kwa hivyo kama sio Paulo, hata mimi leo singekuwa nimeokoka, ama Wakristo wale wengine wameokoka. Kwa hivyo asiseme ya kwamba Paulo hakuwa mtume. Wacha nikuonyeshe, hebu fungua kwenye kitabu cha nadhani imeeleweka pasta. Imeeleweka kwa ajili ya muda, maana na maelezo yanatoka Kiswahili sanifu. Shekha basi. Sasa nani ataenda peponi? Haya, ataenda peponi. Nafikiri kuna mengi yamezungumzwa, lakini haraka ni kwamba Qur'ani 7:40 inasema pepo iko juu. Ile ametoa pepo iko juu. 5:22 na Wathesalonike wa kwanza 2:22 pepo iko juu. Hii yake kwamba Yerusalemu mpya itakuja duniani. Hiyo ni ushahidi wa mtu mmoja tu, Yohana. Na Biblia imekataza ushahidi wa aina hiyo. Ukisoma katika Yohana 7:17 inasema ushahidi wa mtu mmoja si kweli. Kwa hiyo kusema kwamba Yerusalemu itakuja hapa, kwanza ni mtu mmoja amesema na Biblia imekataa. Ukisoma katika Taurati 17:1 imekataa. Na vile vile Yohana, Yesu mwenyewe pia amekataa katika 7:17. Kwa hiyo hatuwezi tukachukua ushahidi kama huo kwamba pepo itakuja. Hakuna. Hiyo kwanza ni Yerusalemu mpya inakuja na ina ushahidi kwamba hiyo ni pepo, hakuna palipopote. Hiyo hatuwezi tukachukua. Lakini umekubaliana itakuja baada ya dunia na hivi kuondolewa. Lakini umekubali hivi. Ni ushahidi wa mtu mmoja. Ni ushahidi wa mtu mmoja. Siwezi nikakubali sababu Yesu amenikataza. Haya. Mimi nafuata Yesu. Unaamini? Unaona, mimi nafuata Yesu. Unafuata au unamwamini? Namuamini kabisa na siwezi kubali. Swali linakuja, je, nani ataenda peponi? Watakoenda peponi Waislamu, na hapa hakuna shaka. Kwa nini? Sababu Mwenyezi Mungu amesema lazima uwe Muislamu. Wake ufungua peponi ni la ilaha illa Allah. Zaidi ya hapo, ukisema kuna Mungu zaidi ya moja, ukasema Yesu ni Mungu, ukasema Mungu ako na mtoto,
peponi uendi. Ndio Mwenyezi Mungu nikatangulia kusema ile aya katika 2:111. Mwenyezi Mungu anasema waqalu lan yadkhula aljanna illa man kana hudan au nasara. Wanasema nani? Mayahudi na manaswara. Lan yadkhula aljanna, hata ingia peponi isipokuwa Myahudi au Nasara. Mwenyezi Mungu anaambia tilka amaniyuhum. Hiyo ni matamanio yao, wenyewe wanatamani tu ingie peponi. Kabla useme wanatamani. Mwenyezi Mungu amewapa challenge. Anasema hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mungu anasema leteni dalili yenu, leteni ukweli yenu, leteni andiko linalosema kwamba Mkristo ataingia peponi. Hiyo ndio tunangojea. Mimi natoa andiko kwamba Muislamu anaingia peponi. 40 nimeisoma, rudia. 43:68. Hizo natoa. Sawa. Sasa nawe ulete ushahidi wako. Sawa kabisa. Muda ni wako Sheikh Abbas, huku Sheikh akiendelea kutokoa chanzo kisimu moja. Na Iqra FM, halo. Ni mimi tena, Allahu Akbar. Bishop wewe nasikia hiyo maneno Qur'ani anasoma hiyo. Bishop wewe nasikia hiyo sheke anasoma hiyo. Ninasikia vizuri sana na wewe usikize bila video inavyosema. Bishop anasema Muhammad sallallahu alayhi salatu wasallam. Muhammad anasikia hivi maneno, wewe unasema sallallahu alayhi wasallam. Ile Qur'ani huyu sheke anasoma, anasikia na lugha yake na somo yake. Na alafu wewe unasema tu Biblia imesema ni Bishop wewe unasikia maneno. Sasa wewe baba unajua kitu kimoja. Sawa kabisa Mzee wa Limuru. Mzee wa Limuru sana waka moto sana. Anasisitiza tu, yani sio si Bishop pekee, pia sisi tukapa tunasikiza na tunaandika. Na mshere unaandika ulikuwa unasoma. 40 Qur'an. Siku moja inafaa tumwaliko Mzee Abdi hapa. Siku moja atakana akuja hapa tumtoe jasho naye. Nione vile atakavyoongea. Utakuja na birika ya chai ya Mzee Abdi. Atonde. Bismillahirrahmanirrahim. 40 Al-Karim. Mwenye kufanya mema hatalipwa ila sawa na huo. Mwenye kufanya uovu hatalipwa ila sawa na huo uovu wake. Na afanyaye wema akiwa ni Muislamu mwanaume au ni Muislamu mwanamke, basi hao wataingia peponi, waruzukiwe humo bila ya hisabu. Mimi nafikiri yangu ishamaliza. Nimesema wazi kabisa, akiwa ni mwanaume au mwanamke, naye sharti ni Muislamu. Kwa hiyo sharti kwanza kuingia peponi wa Muislamu. Ndio sasa uingie. Kama wewe si Muislamu sasa na mimi niko na andiko langu pia. Na nilikuwa pia nimelisoma. Ya kwamba watakaoingia nani? Peponi. Imesema ya kwamba wale majina yao hayatapatikana, imeandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Hawataingia peponi. Lakini wale ambao majina yao itapatikana imeandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele, wataingia ndani. Wataingia peponi. Imesema hivyo. Imesema hivyo vizuri kwenye kitabu cha Ufunuo. Lakini haijasema Wakristo. Swali lako linakuja Bishop. Wacha nipokee tu simu moja hapa ya msikilizaji ili pia tupate kumsikiza. Iqra FM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna maandiko yametolewa hapo ya kuonyesha Paulo sio mtume, ni mfarisayo. Usomee pasta tafadhali, aache kumuita mtume. Sawa. Anasema waache kumuita Paulo mtume. Paulo alikuwa mtume. 3:5 wa Filipi. Alikuwa mtume. Sasa swali ambalo ningependa pia ulijibu, ambalo Sheikh Abbas amelijibu, ni kuwa ni nani ataenda peponi? Watakaoenda peponi, kitu ya kwanza. Msome Warumi 10:9. 19 Warumi. Baada ya Matendo ya Mitume, kitabu ni Warumi. 19 inasema hivi, daktari. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, na kuamini ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Utaokoka. Kwa hivyo mimi naamini kabisa watakaoingia peponi ama watakaoingia mbinguni ama Zayuni vile tunavyosema, kitu ya kwanza ni wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Na tukiingia kiundani
ambacho nakuja kuongea hivi karibuni na nyinyi hapa, Yesu Kristo alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili. Alikuwa na wanadamu na alikuwa na Mungu ndani yake. Hiyo takuja kuongea baadaye hapa. Kwa hivyo wale ambao watakaoingia peponi, ndio Biblia inasema wale ambao majina yao hayatakuwa yameandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele kupitia damu ambayo Yesu alimwaga msalabani, kifo chake, wale ambao wamemwamini. Biblia inasema hao wote watatupwa kwenye ziwa la moto. Alafu pia kuna ili andiko ambalo nisoma, hebu fungua Mathayo 25 niko hapo. Ya 34 ambayo inasema hivi. Kisha mfalme anza 33 kwanza. 33 ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi. Tunaposema kuhusu kondoo, tunapoongea, kwa sababu hilo jambo ni kama linawasumbua kidogo. Naam. Biblia inasema ya kwamba kuna mbuzi na kuna kondoo. Kondoo wanafananishwa na Wakristo. Typologically wanafananishwa na Wakristo. Mbuzi wanafananishwa na wale watu ambao wanafanya maovu. Kwa sababu unamuona mbuzi ana tabia mbaya sana. Sitaki kushinda nikikwambia, kwa sababu unaona kichakani vile anarukaruka, kelele zile anapiga, mambo za ngono, ana matatizo mengi sana mbuzi. Lakini kondoo ukimuona, kondoo ametulia vizuri sana na mambo zake anafanya kama kuna vieleweka. Sasa na Yesu alisema kondoo wangu ambao wanasikia sauti yangu, au ni Wakristo, wao wananifuata. Unanielewa? Kwa hivyo tunapoongea kuhusu kondoo, najua mtaanza kuongea mambo zingine, lakini kondoo nataka mjue kutoka siku ya leo kondoo ni Wakristo. Kwa sababu tabia zao, hata ukiangalia Wakristo sio watu wenye fujo, ni watu wametulia na ni watu ambao wanafuata vile wanavyoambiwa. Sasa endelea hapo tusikie. Kwa hiyo nikifika kwa kondoo nasema Wakristo. Wakristo, weka hiyo kabisa. Kwa sababu pamoja mwalimu Abbas, kitu kimoja. Kuna andiko moja ambalo linasema hivi kwenye kitabu cha Ayubu. Ayubu 12 mstari wa 7. Naam. Inasema na sasa waulize hao wanyama. Naam. Nao watakufundisha. Na nyuni wa angani nao watakwambia. Kwa hivyo ukiangalia tabia ya Mkristo ni tabia ya kondoo. Kweli. Unaniangalia? Ukiangalia tabia ya mtu ambaye hajaokoka, ambaye hamjui Yesu, ni tabia ya mbuzi. Kabisa mbuzi kabisa, kelele kila wakati na vituko vingi ambavyo haeleweki. Unaniona kwa mganga wa kienyeji, utamwona anakunywa wine and spirit, utamwona vituko tu zile anafanya, zitakwambia hii ni mbuzi kabisa, hii ni mbuzi. Unanielewa? Lakini sasa hapo kondoo ni mnyama ambaye ametulia. Hebu tuendelee malizia hapo. Haya, ataweka Wakristo mkono wake wa kuume. Ndio hiyo sasa. Umefanya vizuri, tuendelee. Na mbuzi mkono wake wa kushoto. Wenye dhambi sasa ndio hao mbuzi. Tuendelee. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume. Na hao ndio kondoo, hao ndio Wakristo. Njooni mliobarikiwa. Ingesema Waislamu hapo. Unajua ingesema Waislamu. Tunaongea mambo zingine. Imesema kondoo. Ile ni kweli Qur'ani imesema ni Waislamu. Lakini Biblia, ujue Biblia imekuwepo kabla ya Qur'ani. Ni kweli. Tusisumbuane hapa hata kidogo. Kwa sababu hata Qur'ani yenyewe inatambua Biblia, lakini Biblia itambui Qur'ani. Tusisumbuane hapa hata kidogo. Sasa tuendelee. Inasema aje? Hebu tuendelee hapo tusikie vile inasema. Kisha mfalme atawaambia wale walio mkono wake wa kuume. Na ndio hao Wakristo kondoo. Tuendelee. Wakristo. Wakristo. Njooni mliobarikiwa. Njooni mliobarikiwa na Baba yangu. Urithini ufalme. Urithini ufalme. Mliowekewa tayari. Mliowekewa tayari. Tangu kuumbwa ulimwengu. Unaona? Tangu hata kabla dunia haijawa misingi. Baba alikuwa ameshatengeneza makao ya Wakristo. Na wale wote watakaomwamini mwanawe. Unanielewa? Sasa hapo ndio nimesimama. Na hapo huwezi mtoa shefu, nakwambia kabisa. Atakutungisha atukutoi kabisa, lakini ngoja tupokee. Hapo umeshalia kabisa. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Nani unapiga ukiwa wapi? Ni Salim Mkunga kutoka Mombasa Road ya Biriva. Naam, karibu sana Salim Mkunga. Kwanza basi ametusaidia sana kujua kwamba na maisha ya kufa baada ya kufa. Ndio ya maisha baada ya kufa. Kwa sababu kuna makanisa mengi ya makanisa yao hawaamini kama watu wataishi dunia nyingine. Wanasemanga wataishi kiroho. Kwa hivyo hapa ametusaidia, lakini sasa ile sasa naona amekosea zaidi. Kwa Kristo wenzake ni ile ya kusema ati Yesu sasa amebadilisha tena, akisema ni Mungu. Sasa hiyo amesema ni mwana wa Mungu.
Sasa mimi na kwa kusema kwake siwezi nichukulia mbaya kusema Paulo ni mtume. Sababu mtume wa Paulo mwenyewe alindai mtume, akasema ametokewa na Yesu kwa ndoto, awe mtume wa mataifa. Sasa akachukua utume wa mataifa. Sasa vile amegeuka akasema Yesu ni Mungu. Maana mtume wa Kristo ni sasa ni Paulo mwenyewe. Sasa Mungu wangu wetu mtume wao ni Paulo. Sasa naona hapa mtanganya wa Kristo sasa nikichukua simu amekuwa kupendwa ni mwana wa Mungu. Sasa atuambie watu wakati wa Ibrahimu Musa wakati tumengia kupeleko hivi kama alikuwa Mungu walisema nini wakati Yesu ni Mungu wakati wa Musa wakati wa Ibrahimu. Sasa kijasikia jina kama hilo sasa ndio kutumia kusema Yesu ndio Mungu. Kwa wanafikiria wanaita Yesu Mungu ilikuwa afadhali hata, lakini hata atueleza hiyo Mungu wa Musa alikuwa anaitwa nani? Anasema salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kristo ama ni Muislamu? Anauliza katika vitabu kwanza vya hapo zamani wakati tunaweza sema ni Taurati na Old Testament. Je, imemtambulisha Yesu kama Mungu ama kama kondoo? Mwanake anasema kwa sasa umetoka kusema kwamba Yesu ni kondoo wa Mungu sio Mungu. Kile ambacho kipo, hiyo mada tutaiweka. Nafikiri hiyo mada tutaongea kuhusu uungu wa Yesu. Tutaileta hiyo. Sasa tutaongea leo. Hiyo tu nimewaonyesha kidogo. Ile inaitwa nini, kifungua kinywa. Tunakuja kwa hilo jambo. Sasa kile ambacho nimesema mimi nimedhibitisha kabisa ya kwamba paradiso ni ya wale ambao wamesafishwa na damu ambao Mwokozi alimwaga msalabani, ambayo nilisema niliwauliza hapa siku nyingine nikauliza ya kwamba kuna wakati sallallahu alaihi wasallam, wananielewa, Sayyidina wa Maulana Al-Mustafa, unaelewa vizuri sana, wanasema kwamba kuna wakati alikuwa anajitoa damu. Na nikasema ina kitu narudia tena hapa kwa sababu hii damu ndio tunaongea mambo yake, pia imejificha hapo, kuna ukubwa mkubwa sana mahali pale. Na wakati mmoja Abdallah ibn Zubayr akaikunywa kama mbona sikuja kunywa damu yangu. Lakini Yesu alisema tukunywe damu yake kwa sababu anajua hiyo damu ndio inatuokoa. Hiyo damu ndio inatubadilisha. Na hiyo damu ndio inatupatia uwezo wa kuingia paradiso. Bila hiyo sasa wacha hivi tunaongea hapa. Itakuwa ni kibarua baba siwadangaji. Itakuwa ni kibarua kubwa sana hapa. Leo mchungaji umetetea divai. Sasa naam ile tumeambiwa Kristo wale watakaoenda ni wana kondoo sio mbuzi. Mbuzi wazienda. Kwanza kuna kitu kimoja. Maswali ilikuwa wapi wa Kristo wataenda peponi? Mimi nilitoa aya katika Qur'ani imetaja vizuri. Maneno yote ameongea Bishop nimemsikia. Ndio. Hakuna hata andiko moja imetaja Mkristo. Naam. Hata moja. Yote ameongea. Hiyo ya kwanza wale ambao kwamba majina yao yataandikwa mbinguni ndio wanaenda peponi. Unaona Ndio. Hao waliandikwa jina yao mbinguni ni akina nani haijasema. Lakini Bishop amewekelea ni wa Kristo. Yeye amewekelea tu. Ni kawaida tunawazoea tu kwa sababu anawekelea kitu ambayo haiko. Kama vile tu saa hizi nimeuliza je, Yerusalemu mpya inayoshuka ni pepo? Amesema ndio. Hiyo amesema yeye lakini haipo. Ushaona Kwa hiyo ile andiko uliotoa haijasema walioandikwa majina yao mbinguni kama ni wa Kristo, haikutaja. Lakini nimeshakuambia kondoo. Ngoja nipe muda wangu. Nipe muda wangu. Mimi nimekupa muda mrefu na umeongea sana. Sikukati. Kingine ukatoa aya 19 Warumi ambayo inasema akirie kwamba Yesu ni Bwana ataokoka. Imeishia mwisho ataokoka, sio ataenda wapi? Peponi. Unaona? Mimi kuuliza umeokoka utasema ndio nimeokoka. Na sasa hizi uko wapi? Duniani. Uko South B ndani ya studio au uko peponi? Kwa hiyo lazima tuelewe lugha. Unaona? Swali liko wapi Mkristo ataenda wapi? Peponi. Ambayo hiyo nayo tumeangalia bado haijasema. 3 ukapachika kwamba mwana kondoo ni Mkristo. Hiyo ni ufafanuzi wako ama ni imani yako. Vile tu hizo zingine zote ni mazungumza ni imani lakini sio maandiko. Ukirudi katika maandiko hakuna mahali hata moja inasema kwamba mwana kondoo ni Mkristo. Tena ukasema Wakristo kwa tabia ya kondoo. Hapana, Wakristo wana tabia ya kondoo. Wakristo kwa tabia ya mbuzi. Kwa nini nitasema? Kwa sababu kondoo saizi ukiweka hivi kitu kama hii, sawa? Hii ruke.
zote zitaruka. Kondoo zote zikija itakuja ruka bila kufanyaje? Wakitufu Imani yote inaenda njia moja. Kukiliwa wanasimama wote. Hapana. Leo ukiuliza bishop Jumapili kanisani. Haina kibla. Ndacha akija Jumamosi. Unaona? Mwingine akija Katoliki Biblia yake 73. Mwingine akija yake hii. Unaona? Yaani na mbuzi unajua ni tabia hiyo. Mbuzi huwezi weka hata mwenye kuchunga mbuzi ana shida. Mbuzi moja iko kule inakula. Ingine kule juu ya mti. Kwa hiyo nyinyi ni mbuzi. Mbuzi watu wa motoni. Kwa hiyo tumeona sifa zenu. Sisi ni kondoo baba. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Mwoki. Karibu sana. Asante sana kwa kunifahamu. Ndio, karibu sana Mwoki. Asante. Na nilikuwa nasema hivi. Tupige upande wa Yesu. Yesu hakuna mahali popote. Alijitaja yeye ni mwana wa Mungu. Alipewa kitu ya Yesu alikuwa anajiita mwana wa Adamu. Haya. Yesu Yesu hakuna mahali yani Yesu Petrodidi yake ni mwana wa Adamu. Kwa hivyo mapasta atengeneze kipindi kingine tukuje tuangalie uungu wa Yesu vile anavyosema. Yesu hajawahi kujiita mwana wa Mungu. Hata muache majina mangapi. Haya na tena aache kusema ati Yesu yani wana kondoo. Yesu alikuja kwa wana wa Israeli, hakukuja kwa watu wote. Ni wana wa Israeli peke yao. Sawa kabisa Mwoki. Asante. Haya, shukran sana kwa maoni yako hapo. Kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu 0727444454 au 0738648881. Na mshaka basi kuna point ya maana sana ulikuwa unatoa. Kwa hiyo ukisema kwamba Wakristo kwa tabia kondoo si kweli, maana kondoo wote wana tabia moja. Walio ukisema kwamba Wakristo wa tabia mbuzi nitakubali. Sababu iko wazi. Biblia yenyewe inafafanua kama kondoo ni nani? Ni Waisraeli. Yesu anasema sikutume isipokuwa kwa kondoo waliopotewa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo hakuna mahali yoyote ambayo inaonesha kama Mkristo ni kondoo. Kwa hiyo pale kuja kufafanua kwamba kondoo ni Mkristo ni ufafanuzi tu wa kanisa, ufafanuzi ule ambao kwamba umesoma, lakini tukirudi katika maandiko ya Mungu haionyeshi kama Mkristo yote ni kondoo. Na hakuna andiko yote ambayo kwamba inaonyesha kama kuna Mkristo yote ataona pepo hivi. Hapana. Sababu ni hii. Mkristo yuzaona pepo kwa sababu ya kumuita Yesu Mungu. Hiyo ni shirki. Hapana. Ukishamshirikisha Mungu, hebu fungua Yohana 10:35. Yohana 10:35. Ukishirikisha Mungu, mnasema mnaamini Tora. Pepo hauna. Mnasema mnaamini Tora. Mnaamini Zaburi na mnaamini Injili. Na mnaamini. Haya, sasa wacha usikie. Sasa isipokuwa ni Injili nyingine mnaamini isipokuwa ile ambayo imeandikwa pale. Inasemaje? Ngoja kwanza tulie. 35. Tuanzie 4 ama 5. Anzia hapo. Shakabas mada ya Bani Israeli inabisha sana. Sasa endelea. Kitabu gani hiyo? 35. Haya, endelea. Gani? Mathayo. Sio Mathayo, Yohana. Yohana. Hapo umekosea. Yohana 10:35. Yohana 10:35. Ambayo sasa hii ni mada nyingine. Sasa hii lazima tukuje hapa kwa sababu watu wengi. Kondoo ni nani ama Yesu alituma kwa nani? Lazima tujue hawa kondoo ni nani. Unasemaje? Kondoo anachanganywa sana. Tuendelee. 10:35 inasema. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa, yeye Baba aliyemtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru? Nyinyi mnamwambia unakufuru? Tumaliza. Nyinyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Sasa si unaona? Na si mnasema mnaamini Injili. Si ndio hiyo saa Injili yenyewe hapa imeongea. Anasema nyinyi mnasema ninakufuru kwa sababu nimesema mimi ni mwana wa Mungu. Si ndio hiyo sasa? Injili ni ile aliyopewa Yesu. Hii ni maandisho, tena ni mtu aliandika julikani ni nani, lakini amekopi kama ya Yohana.
hata si Yohana mwandishi wa hiyo. Sasa hapa Ushaona? Marko 1:14. Hivyo. Ushaona? Injili ni ya Yesu ambayo Waislamu. wacha asome ile Marko 1. Sio 1:15. sio injili kama ilivyoandikwa na Yohana. Wacha tumsomee andiko moja mwalimu. Mwalimu basi tumsomee andiko moja. Ndio, kwa ajili ya 1:14 Marko. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini injili. Kwa hiyo nafikiri tukisema, mimi nafikiri nimetoa maandiko. Yeah. Waislamu wanaenda peponi kwa ushahidi 40. Kuna moja sitaisema saa hiyo sababu nimengojea yeye atoe yake kwamba Wakristo wanaenda peponi. Hapana, ungetoa. Asitoi. Mbona usitoe? Kwa sababu kuna faida gani moja imetosha? Nini toe mingi? Wakati hujatoa hata moja. Hapana, mimi nimetoa moja. Nimetoa hiyo nimetoa hiyo ndio Kristo. Hapana, unajua mchungaji, kuna kitu kimoja lazima tuelewane. Tusipoteze watu. Ni wa kondoo ni wa Kristo. Sawa, mimi sina shida. Kwa hivyo umekubali. Na anasema sina shida. Sina nini? Sina shida. Lakini unaonesha kwa ushahidi kwamba kondoo ni nani? Wa Kristo, sio kusema. Sababu hapa tujakuja kuongea imani. Hapa imani unawacha nje. Tukisema tunaongea hapa imani. Leo Muhindi anakuja alete imani yake hapa kwamba ng'ombe ni kondoo. Ng'ombe ni nini? Wacha tupokee kitu kidogo. FM halo. Ameweza kutoweka iwani, kumradhi sana. Unaona? Kwa hiyo lazima nikimaliza. Kwa hiyo lazima utoe ushahidi. Kwa hiyo uliotoa kwanza, jina imeandikwa haina ushahidi. Ndio. Usiweke Mkristo hapo. Ukitaka kuweka Mkristo unamweka na maandiko. Hakuna maandiko, afadhali nyamaza tu kama mimi. Kondoo wataweka sijui wataweka mkono wa kulia. Ukisema wa kondoo ni wa Kristo, toa maandiko. Hakuna, afadhali unyamaze. Lakini sio imani. Jerusalem mpya ni pepo. Toa ushahidi kwamba Jerusalem mpya ni pepo. Kwa ushahidi wa maandiko. Hakuna, usiongee. Kwa sababu hatuko katika imani, tuko katika ushahidi. Kwa sababu kuna vitabu hapa Qur'ani na Biblia iko hapo. Mada, swali, je, Wakristo na Waislamu nani peponi? Nimetoa maandiko, kazi kwako. Bado mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa Muislamu. Bwana alikuwa Mkristo. Labda tu Pastor Bishop Gishohe Mwangi kwa kumalizia tu. Basi mimi nimeshukuru jioni ya leo tumeweza kuwa na mjadala mzuri sana. Ndio. Kuhusu ni nani watakaoingia peponi. Na watu wengi wamejua ya kwamba Wakristo ndio watakaoingia peponi. Kwa sababu tumejua ya kwamba kama hujaokoka na hujamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yako, wewe peponi sahau, kwa sababu Biblia inasema wale ambao wameandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele, hao ndio watakaoingia katika peponi, na wale ambao hawajaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele wataenda kuzimu. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu pia leo mmejua ya kwamba kondoo ni wa Kristo, na tuweze sema tu mbuzi wa Islam pia, kwa sababu na mwesema ya kwamba ati sisi tuko na dini nyingi. Hata nyinyi pia tuko na dini, mko wengi tofauti. Daktari, nitaomba mada izungumzie kuhusu kondoo ni nani. Chama ndakuja hapa tuieleze kwa urefu. Tutaeleza kwa urefu. Kwa hivyo mimi nashukuru ya kwamba mimi nimeweza kusimamia imani ya Ukristo, na nikaongea yale ambayo yameandikwa kwenye kitabu, kwa sababu naamini hicho kitabu kabisa. Kwa hivyo naamini wasikizaji hao ndio watakayoamua, na Roho wa Mungu ndio atakayewaguza wajue nani ameongea ukweli na nani ambaye hakuongea ukweli. Lakini kwangu mimi naona kile ambacho nimeongea hapa ni ya kwamba watakaoingia peponi ni Wakristo. Hayo ni kwa maneno yake. Labda basi kwa kumalizia, haya sawa vizuri, yeye anajua atakoingia ni Wakristo, lakini Wakristo wenyewe wamejua bila ushahidi. Wanaenda peponi bila ushahidi. Mimi ninavyojua ni Waislamu, na pia Qur'ani inajua ni Waislamu kwa ushahidi wa maandiko 40. Kwa hiyo Waislamu mahali wako wanajua kwamba kwa ushahidi wa kitabu wao wanaenda peponi. Kwa hiyo hakuna tatizo. Msikilizaji asikilize mwenyewe amue, anataka kwenda peponi bila ushahidi kwa kuambiwa, ama anataka kwenda peponi kwa ushahidi wa maandiko yaliyoandikwa. Verdict iko juu yake.
Aha, sawa kabisa, hapo amemalizia Sheikh Abbas Athman. Zikiwa ni 2 dakika zimekatika baada ya saa 4, niruhusu msikilizaji mpendwa niweze kuhitimisha kipindi cha siku ya leo hapo hadi Ijumaa ijayo, Allah akitujalia uzima. Tutakuwa tukikutana hapa tena ili tuweze kujadili, kudadavua, kuelimishana na kufunzana kuhusiana na ni ipi dini ya haki, na pia je, risala ni ipi ambayo imetumwa kwa umma. Mimi nimekuwa wako Abdul Hamid Suleiman, hadi wakati mwingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na usiku mwema.